Kuna mambo kidogo hapa yanatutatanisha ya kuhusiana na ukoloni Afrika. Maana ukizungumza hilo Wakristo wao wanasema wazungu watu wema na Waislamu nao wanasema Waarabu watu wema. Tuanze hapa kuhusiana na ukoloni Afrika. Kati ya mzungu na Mwarabu, nani hasa ameleta ukoloni Afrika? Na kwa malengo yapi? Kwanza, ukoloni ukiletwa na Mwarabu au mzungu ni ukoloni tu. Ila tunakuja kusema Uislamu unakubali ukoloni kwa sababu kuna Uarabu. Uarabu ni jamii ya watu wanaoishi katika eneo la nchi za Uarabuni. Kwa kitabu cha Safiur Rahman al-Mubarakafur kinaitwa Ar-Rahiqul Mahtum, ameeleza kwamba nchi za Kiarabu ni zile ambazo ziko ndani ya eneo la bahari ya Uarabuni, yani bahari iliyopakana nchi ya Yemen kwa kusini, lakini kwa mashariki wanapakana na Ghuba ya Uajemi, kwa maana bahari ile ya Ghuba ya Uajemi, na kaskazini mwisho wao ni Syria na Iraq. Kwa hivyo haya ndio maeneo Uarabuni. Kwa hivyo ukisema Waarabu unaongelea wakazi wa eneo hili. Wanaweza wakawa wema au wakawa wabaya. Ili wawe wema lazima wawe wanafuata zile sheria za Mwenyezi Mungu. Ili wawe wabaya maana yake wafuate sheria zisizokuwa za Mwenyezi Mungu. Na si kweli kwamba kila Mwarabu anaishi humu kwenye hili eneo au hata nje ya eneo hili ni mwema. Wala si kwamba kila empire au dola iliyoanzishwa na Waarabu ilifanya wema. Kuna nyingine zilivuruga mambo. Sasa tunapokuja kuzungumza ukoloni Afrika, Waarabu walileta kuleta, jawabu ni kwamba Waarabu wanaweza wakawa wameleta, nitakuja kihistoria, lakini wanaweza wakawa wameleta au hawakuleta. Kama wameleta baada ya Uislamu walifanya makosa, kwa sababu Uislamu haufundishi ukoloni. Kama ni kabla ya Uislamu walikuwa hawajui. Sijui maneno lakini hapo Lakini Uislamu ulikuwa tangia enzi za Nabii Adam. Uislamu ulikuwa tangia enzi za Nabii Adam, lakini ulikuwa ukienda ukiondoka. Ni taratibu ambazo zilikuwa zinakuja zinasimamiwa na manabii, kisha watu wema baada ya pale, lakini baada ya muda zinafutika zile sheria au zinaachwa, watu wanachukua mfumo mwingine wa maisha wanajiendesha. Kwa hiyo tunaposema kuja kwake Mtume Muhammad hatukusudii kwamba kuanzisha. Tunakusudia kwamba baada ya kuja kwa mara nyingine kuhubiriwa Uislamu huo na mtume wa mwisho Bwana Mtume Muhammad. Yani mkumeli hapo anazungumza, tuseme kama Tanzania kuna vijiji watu hawana dini kabisa. Kwa maana wale dini hazijawafikia. Kwa muda huu sasa hawana dini na kwa wao ndio kama hivyo unavyozungumza kwamba wanaweza kanatenda matendo ambayo Uislamu hayataki, lakini ni kwa sababu Uislamu haujawafikia, si ndio hivyo mwalimu? Nakusudia kwamba kwa wale ambao waliishi baada ya zile sheria kuachwa, kuna watu katikati wakaja wakaishi bila dini. Walihitaji tena mwalimu aje ambaye ni nabii awafundishe upya waelewe. Ndio ile Qur'an inasema hatuadhibu watu mpaka wajue na mtume. Kwa hivyo kuna vile vipindi vya kati na kati vile huwa mara nyingi havijadiliwi. Elimu yake sana iko kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata hivyo kuna wanaosema kwamba watu wale hukumu yake itakuja siku ya Kiyama kwa kupewa mitihani na kadhalika, lakini huku duniani wamepukana ule ujumbe kwa sababu hawakufikiwa. Sijui neno lakini. Sasa kama Waarabu walifanya ukoloni kabla, maana yake walifanya mambo wasio yajua madhara yake. Kwa hivyo hukumu zake Mwenyezi Mungu anazo. Ila kama wamefanya ukoloni baada, hilo ni kosa na hukumu zake zitasimama mbele za Allah kwamba wamekosea, isipokuwa wale waliotubu. Sasa tukija kwenye bara la Afrika, tangu zamani kulikuwa na mwingiliano baina ya Afrika na nchi za Kiarabu. Tangu zamani. Hatusemi miaka 1000, 2000, ni zaidi ya miaka 4000. Mwandishi mmoja wa kitabu anaitwa Isa Nasr al-Ismaili
asili yake ni Muomani. Aliandika kitabu kinaitwa Zanzibar, Kinyang'anyiro na Utumwa. Zanzibar, kinyang'anyiro na utumwa. Zanzibar, Kinyang'anyiro na Utumwa. Kitabu hiki kilikuwa kinagusia masuala ya Zanzibar na masuala ya kupokonyana madaraka Zanzibar, halafu na suala la utumwa ulioendeshwa Zanzibar. Sijui umeelewa, lakini na kitabu hiki kilipigwa marufuku humu nchini Tanzania. Sababu? Sasa sababu nikizisema na mimi nitakuwa nimeingia kwenye hayo marufuku. Basi tuendelee na kwa tucho kipengele muhimu. Sasa nikisema hizo sababu ni nini na nini, naweza kujiingiza kwenye hizo sababu na mimi nikawa marufuku pia vile vile. Ila kilipigwa marufuku. Ndani ya kile kitabu kuna mahala kimeeleza muingiliano wa makabila ya Afrika na Uarabuni, na kusudia kusema kwamba kuna uwezekano Waarabu walikuweko barani Afrika kwa muda mrefu, lakini walipokuwepo waliweza kujenga himaya kama walivyokuja wazungu. Ndio kusudio langu hilo. Walikuja kutawala kama wakoloni kama walivyokuja wazungu. Ndio kusudio langu hilo. Umenipata lakini bwana mkubwa? Nakuelewa. Kwa hivyo Waarabu waliingia barani Afrika kwa mujibu wa Isa Nasr al-Ismaili tangu karne ya 15 BC. 15. Yani zama za Nabii Musa. Mrefu sana. Miaka 1500, miaka 2000 kabla ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa Nasr al-Ismaili anataja baadhi ya makabila ambayo mengine tunayo hapa Tanzania, kwamba makabila haya ni ya Kiarabu. Makabila yaliyotajwa kwamba asili yake ni ya Kiarabu yako baadhi yake yako katika ukanda wa pwani wa Afrika Mashariki na mengineyo yako bara. Yaliyoko bara ni kabila moja. Hili ni kabila la watu wanaitwa Wambulu ama wa Iraq. Yeye ndio alivyoeleza pale. Ukienda kule kwa Iraq wenyewe wanajitambua kwamba wale ni Wakush. Yaani watu wenye asili ya Ethiopia. Wa Iraq wapo katika mkoa gani? Mkoa wa Manyara. Na Arusha. Mkoa wa Manyara na Arusha, mikoa hii miwili. Kwa hiyo zamani walikuwa mkoa mmoja wa Arusha. Ulivyogawanywa ndio katokea mapande mawili haya. Hao wa Iraq wanaaminika na makabila kutoka Iraq. Na ndio sababu ya kuitwa wa Iraq. Na Isa Nasr al-Ismaili anasema makabila yenyewe yalikuwa ni makabila mawili. La kwanza likiitwa Am. Am. Na la pili likiitwa Arabin. Makabila haya yalipohama kutoka huko kwa sababu za changamoto za ufugaji, yakafika Misri, wakashindwa kuishi pale kwa sababu tayari nchi ishaendelea ina viongozi na utawala na taratibu, wakafuata mto Naili, na baada ya hapo wakaja kujitokeza Tanzania hapa. Ndio tunao mpaka leo. Na mimi katika kuchunguza kwa sababu nimejaribu kukaa maeneo mbalimbali ya wa Iraq kule kaskazini mwa nchi ya Tanzania, Arusha na Manyara, nimegundua kwamba hata maneno ya lugha ya Kiiraq yana roots, yana misingi ya kale sana. Mfano, ukiangalia jina la Mungu wanaita Loa, na ukiangalia katika Kihibro Loa ni Loi au Lo. Loa, Lo, au El. Muundo wa jina la Mungu kwa nchi za Mashariki ya Kati linaundwa na herufi za Elo. Elo. Wale wanamuita Elohim, wanamuita Loa. Elohim, Loa. Kama vile kwenye Uarabu wanamuita Ilah, Eloi. Utakuta Elo iko katikati pale. Yani lazima Elo iwe.
lazima elo iwepo. Unaona ndio jina kula Mwenyezi Mungu. Sijui maneno, lakini mfano mwingine kuna neno linaitwa boi. Boi ni eneo la mnada, sehemu ya kuuzia vitu, boi kwa lugha ya Kiiraq. Lakini ukitazama neno boi kwenye asili ya lugha ya kisasa ya Kiarabu ni neno baa. Baa, kuuza. Kiarabu leo hii ukisema abiu au baa, baa maana yake ameuza, ni fil madhi, ameuza. Abiu, nauza. Kwa hiyo baa maana yake kuuza. Wale sehemu ya mnada wanaita boi, yani sehemu ya mauzio. Kufanana, unaona hizo roots. Sasa lakini kinachopishana kidogo ni kwamba hiki ni Kiarabu cha kale, na hata ukitazama Safiur Rahman Mubarak Kafuri kwenye hicho kitabu alichokitaja mwanzo, anasema lugha ya Kiarabu na Waarabu wamegawanyika mapande matatu. Kuna wale wanaitwa Waarabu wa awali, kuna Waarabu wa kati, na kuna Waarabu wa kisasa, Arabized Arabs, alafu kuna Persian Arabs ambao ndio watu wa kale hao, alafu kuna hawa watu wa kati hawa wanaitwa Waarabu wa kati. Yani Mwalimu Kimweli, labda kama nitakuwa nimekuelewa kwamba Waarabu kila wanaokuja lugha kidogo inabadilika. Kwa lugha yoyote ni kawaida kwa lugha yoyote kubadilika kulingana nyakati. Ni kawaida kabisa. Sasa tunataka tudili na somo moja, maana tukienda huku tutaenda mbali, ila nitakupa mfano kwamba sisi tunaelewa tembo ni nini. Tembo si mnyama, lakini kwenye asili ya lugha Kiswahili tembo ni pombe. Yani neno tembo ni asili yake ni pombe, yani ni kilevi. Kwa asili kabisa tembo ni pombe. Yule mnyama anaitwa tembo, haitwi tembo, kwa asili anaitwa ndovu. Yani ndovu na tembo ni sio wanyama wawili tofauti. Ndovu ndo anaitwa leo tembo. Sijui, lakini hilo neno tembo asili yake ni pombe. Kwa hivyo ni kawaida maneno yanabadilika, kama jogoo na jimbi. Jimbi ni jogoo zamani, lakini sasa hivi hatuiti jogoo, hatuiti jimbi, tunaita jogoo. Kwa hivyo kuna maneno huwa lazima mabadilika kila lugha. Sasa tukirudi kwenye msingi, maana tunaenda mbali, hao watu walikuwa na mwingiliano kuanzia zamani. Lakini swala kujiuliza, wakati hao Waarabu wametoka huko Iraq mpaka wamefika Afrika, waliweza kutengeneza empire wakatawala? Jawabu la, hawakutawala. Hawakutawala. Lakini kipindi hicho cha zamani walitoka wazungu Ulaya wakatawala Afrika. Walianza Warumi, ni Wagriki, walitawala Misri, walipindua serikali. Baada ya serikali ile kupinduliwa, wakatawala, wakaleta ukoloni pale Misri. Ndio katokea viongozi wa kizungu ndani ya bara la Afrika kama kina Cleopatra. Baadaye pia wakatoka Wagriki nao wakapinduliwa na Warumi, wakatawala Afrika. Kwa hivyo unagundua kwamba historia baina ya hawa watu wa Uarabuni na watu wa Ulaya, watu wa Ulaya kuanzia zamani walikuwa wakilitazama bara la Afrika kama bara la kutengeneza ukoloni. Lakini watu wa Uarabuni walikuwa wakilitazama bara la Afrika kama fursa ya kwenda kutafuta maisha, kama mtu mwingine anaenda kujitafutia maisha mahala pengine. Umenielewa? Lakini hapo nakuelewa vizuri, ndio maana niko makini kusikiliza mwalimu. Sawa. Sasa miaka ikapita mingi mpaka kuja kwa Bwana Mtume Muhammad. Kwenye Uislamu tuna mafundisho kuhusu uhifadhi wa utaifa. Uhifadhi wa taifa. Kwamba kila jamii inapaswa kulinda taifa lao. Na ikinyang'anywa mipaka ya taifa au tamaduni wao ni kosa. Maadamu tu utamaduni hauendi kinyume na sheria za Mwenyezi Mungu, ni kosa kuwanyang'anya utamaduni wao.
Sasa utaona kwamba wakati Waislamu wanakuja moja kwa moja kuwa wakoloni, walikuja kama wafanyabiashara tu, na ndio maana hauoni moja kwa moja ukoloni uliotengenezwa na Waarabu wa moja kwa moja barani Afrika, bali ukikuta labda kuna mahala Waarabu walitawala, ni mashirikiano yao na watu wa nchi za Afrika. Unanipata lakini hapo Nakupata vizuri. Nitakupa mfano. Kulitokea utawala tuseme wa kina Hassan ibn Ali katika kisiwa katika eneo la Kilwa. Umeelewa Katika eneo la Kilwa. Lakini ni makubaliano, sio nguvu, hakutumika jeshi pale. Makubaliano baina ya wazawa na wageni, ndio ule utawala ukasimama, ambao mpaka leo kuna magofu ya Kilwa pale. Kuna dola kabisa na pesa ziko pale. Lakini ni utawala ulioletwa kwa makubaliano. Kama vile tunavyoona Bagamoyo pale, kwamba Wazaramu walikuwa na eneo la Bagamoyo, wakaja Waislamu kutoka katika ardhi ya Persia, Iran ya leo, wakina Sheikh Ali ibn Juma kwenye miaka 1200 hivi, ndio wakajenga ule mji unaitwa Kaole, wao na wenyeji wao, na ndio chanzo cha kukua kwa Uislamu katika eneo lile la Bagamoyo na mashariki ya pwani. Kwa hivyo Bagamoyo kwa upande wa bara ndio sehemu ya kwanza. Zanzibar umesema Kizimkazi. Kisha ndio akaja sasa maeneo mengine ya ukanda wa pwani kwa Tanzania kwetu hapa kama Kilwa, kisha Pangani na kwingineko. Umenipata lakini? Kuwa nini? Sasa Waarabu hao wakati wanakuja hawakukaa kikao kwamba tunataka tukagawane Afrika. Partition of Africa. Hawakukaa kikao. Hao waliletwa na shida, wafanya biashara, watafuta maisha, ambayo hiyo ni tabia ya mtu yoyote mwenye kutafuta mafanikio, kusafiri. Walipokuja wakaona mianya ipo, basi wakajiimarisha, na hilo sio kosa. Mwalimu, tukisoma kwenye historia kule tunaambiwa kulikuwa na, kumbuka msao kidogo, mambo ya barter trade ya kuchange biashara. Labda wanawapa matenge, nyinyi mnawapa dhahabu. Wazungu walikuwa hawajawahi biashara, walikuwa wanafanya Waarabu. Waarabu walikuwa wanaangalia mahitajio ya Waafrika. Wazungu subiri kidogo kwanza. Mahitajio ya Waafrika wanataka nini? Na kwa kipindi hicho haikuwa Waarabu pekee, zilikuwa ni dola nyingi za Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali. Ni misafara ya Waarabu, watu wa India na watu wa China walikuwa kisafiri. Kwa sababu hizo wanaangalia mahitajio ya ukanda huu na wao wanahitajia nini. Sasa ukishapata kwamba kulikuwa na mabadilishano ya bidhaa, basi utagundua kwamba ni watu waliokubaliana. Ni biashara. Ni masuala ya biashara kwa makubaliano. Sasa ukija kwenye swali lako la wazungu hawakuja kufanya mabadilishano ya kibiashara, walileta serikali. Wakapindua serikali za Afrika. Waliondoa serikali za Afrika, wakapandikiza serikali zao. Na ndio maana utaona tofauti ya kuingia kwa Waarabu na kuingia kwa wazungu. Kuingia kwa Waarabu hakukuambatana mapigano. Hakuja hifadhiwa historia yoyote katika nchi zetu hizi tena za Afrika Mashariki kwamba kuliwahi kuzuka mapigano baina ya wazawa na wageni kutoka Uarabuni. Labda kama kutakuwa na mapigano ni yale ya kutokuelewana ambayo hata sisi Waswahili tunaweza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Ila yale ya kuja kusimika tawala hayakuwapo. Mimi babu yangu wa zamani alikuwa ni chifu. Na tuna historia kwamba wakati Said alivyoingia Zanzibar na kuimarisha utawala wa kisultani Zanzibar, alikuwa akihitajia bandari nchi kavu ili apate connection ya kwenda bara huko. Alikuja kufanya makubaliano na chifu Kimweri
kwenye pwani ya Pangani Tanga. pale Tanga Pangani, ambapo leo hii unaona pana gati ya Pantoni. Palifanyiwa makubaliano pale kwamba apewe eneo ili vyombo vya baharini vinavyotoka Zanzibar vitie nanga pale, achukue mizigo ya bara. Sasa hayo ilikuwa ni makubaliano zaidi, na ikaelezwa kwamba walikuwa wakiheshimiana. Huu ni utawala wa kichifu na huu ni utawala wa kisultani, hadi ikafika hatua sisi kule kwetu kule ule utawala wa kichifu ulijulikana sasa sio utawala wa kichifu, kaitwa ni utawala wa kisultani. Ikawa yule chifu Kimweri anaitwa Sultani Kimweri, sio chifu Kimweri, Sultani Kimweri. Na ndivyo ilivyokuwa kwa machifu mbalimbali katika ukanda huu. Ndio maana hakuzuka migogoro baina ya wageni na wazawa, sababu walikubaliana. Lakini mbeleni kidogo, tangu kuingia kwa Waarabu kuanzia karne ya 11, 12, kufika karne ya 15 kuibuka mapigano makubwa sana. Haya ni mapigano yaliyohusu wageni kutoka Ulaya na wenyeji wa Afrika. Ni baada ya safari ya kina Vasco da Gama kupeleka habari za kiuchunguzi za kiusalama. Na huyu Vasco da Gama tuelewe ni padri. Ukimtaja umtaje kwa sifa yake. Baada ya padri Vasco da Gama Mkatoliki alipopeleka ripoti Ureno kwamba kuna maeneo yanafaa kutawala barani Afrika. Sasa hawa hawaji kwa ajili ya kufanya ushirikiano wa kibiashara, wanahitaji kutawala, kucolonize. Wakaja barani Afrika wakawa wameleta sera zao, ndio kukapiganwa vita vikubwa sana katika ukanda huu, vinaitwa depopulation war. Ukanda upi hapa? Ukanda wa pwani hii Afrika Mashariki. Unajua Wareno walivyokuja barani Afrika walichukua maeneo potential, na katika maeneo potential walioyataka mojawapo ni Tanzania, kwa sababu wale ndio wachunguzi wa kwanza wa kizungu kwa lengo la ukoloni. Kiacha ule mkutano wa Berlin, wale ndio wachunguzi wa kwanza wa kikoloni wa kizungu kuja barani Afrika kutaka kuelewa wanaweza kupata wapi maeneo ya kutawala kikoloni. Walipokuja wakayaona maeneo maalum, kuna baadhi ya visiwa katika eneo la bahari ya Atlantic na vinchi vidogo vidogo. Nchi kubwa kwenye bahari ya Atlantic waliochukua ni Angola, na pale kulikuwa kuna dola inaitwa dola ya Ndondo. Wasimamizi wa hiyo dola walikuwa ni Waarabu, Waswahili wenyewe wa Afrika walikuwa na dola yao pale inaitwa dola ya Ndondo. Na nadhani kombe hili, kulikuwa kuna kombe la chezo hapa Tanzania inaitwa kombe Ndondo Cup. Nadhani asili ya hili neno ndondo limetokea kule Angola, na bila shaka ninavyodhani litakuwa limeletwa na watu wa Mtwara wa Makonde. Wa Makonde ndio wameleta neno la nadhani. Kwa sababu gani nadhani hivyo? Kwa sababu pia wa Makonde wana asili ya kutoka Angola, sio Msumbiji. Msumbiji ndio maana akawekwa kaskazini mwa Msumbiji. Wale waliingia, walipofika Msumbiji kule kusini kukawa na watu wake ambao ndio wenye asili ya Msumbiji. Wale wakaletwa kwenye eneo la kaskazini mwa Msumbiji, ndio kakuta wako ndani ya Msumbiji na ndani ya Tanzania. Nafikiri hivyo, ila historia ya kweli hawa wametoka Angola. Umenipata hapo Nakupata mwana. Haya. Sasa walipoiangusha ile dola wakasimika utawala wa Wareno kule Angola. Lakini Vasco da Gama kwenye safari yake aliorodhesha maeneo muhimu ya kutawaliwa na wakoloni Wareno. Mojawapo ni eneo la Afrika Mashariki, kutoka Mombasa, Zanzibar mpaka Sofala, Msumbiji, yani maana yake ikiwemo na hii Dar es Salaam yote ile kule kwenu Mafia, Mtwara, kwenda mpaka Mombasa na visiwa vya Unguja. Kwamba Wareno walipiga eneo hili ramani kwamba lazima litawaliwe. Na kweli walikuja hapa wakatawala. Na ndio watu ambao
waliishi kwa muda mrefu katika watu wageni wa koloni kutoka Ulaya. Waliishi kwa muda mrefu wakiwa wanajaribu kuitawala Afrika Mashariki miaka 225. Na walivuka mipaka ya bara la Afrika wakaenda mpaka Omani. Wakajaribu pia kutaka kuipindua serikali ya Omani ili wasimike utawala Omani wa Kireno. Na hiyo sasa ndio sababu bwana mkubwa, mpaka utawala wa sultani wa Omani kuja Zanzibar, sababu zake zilikuwa ni hizi. Umenipata? Lakini hautaona sehemu yoyote kwamba utawala wa sultani wa Zanzibar ulikuja kwa kupigana Unguja. Ulipokelewa kwa shangwe, kwa sababu ni utawala ulioletwa kwa lengo la kupunguza adha na matatizo yanayoletwa na Wareno au Waportugizi. Maana ukisema Wareno pia unawapa heshima. Waportugizi ndio waliokuwa wakileta vurugu katika eneo hili, na kwa sababu hiyo sasa wale Waarabu wakishirikiana na wenyeji wa Uswahilini wa Afrika hapa wakaamua kuingiliana, kujaribu kutengeneza mahusiano ya kiuongozi na kusababisha kutengenezwa serikali ya Zanzibar. Umenipata hapo? Nakupata. Kuna maeneo ya kaskazini mwa Afrika ambako kule kulitumika vita. Yaani Uislamu ulivyokuwa ukienea kule pia kulitumika nguvu za vita. Na hii ni kwa sababu sehemu kubwa ya eneo lile lilikaliwa na watu wakatili. Na wenyewe hasa walikuwa ni wageni kutoka Ulaya Kusini. Ukiangalia hizi kingo za kaskazini mwa bara la Afrika kutoka Misri mpaka Morocco, ninaposema kingo za baharini, maana yake kaskazini mwa bara la Afrika, pwani yake ilivamiwa na wageni kutoka Spain, Ureno, Italy na Greece tangu zamani. Na watu hawa walikuwa wamejizatiti kivita. Sasa hata Uislamu ulipoingia eneo hili ulihitaji wapiganaji, kwa sababu wanaokwenda kuhubiriwa Uislamu walikuwa wamejiandaa kupigana, na walishatengeneza pia tabaka. Waswahili waliwekwa chini, na wale wenye asili ya rangi nyeupe walikuwa ndio asilimia kubwa wenye nguvu. Umenipata? Lakini hapo nakuelewa vizuri mwana. Sasa kule kukaibuka vita, na vita vile viliongozwa na wazawa waliosilimu wa Afrika. Waliosilimu ndio waliopigana vile vita. Muda wa kutaka kuthibitisha hayo ukifika nitakuja kuthibitisha, maana watu wengine wanadhani labda tunaongea vitu ambavyo labda ni vya kubuni. Hatubuni. Ila utakapohitaji watu references tutakuja kuzitoa. Ili uelewe kwamba Waswahili ndio hasa wenyewe walikuwa wakifanya mapinduzi ya tawala zile ambazo hawakuzitaka kusimika tawala zenye kuendana na sheria za Mungu. Ni mfano kule Mali. Kulikuwa na tawala ya Mali ya muda mrefu Afrika, lakini ile tawala ikaangushwa na Wamali wenyewe. Walipoona haina maendeleo, haina ufanisi, haina ubunifu, wakaangusha. Wakatengeneza utawala mzuri wenye uadilifu na unaojali wananchi. Mali ikawa ni moja ya mataifa matajiri barani Afrika, lakini ni kwa sababu walishikilia zile sheria za dini, wakazifanyia kazi angalau kwa 40%, zikawanufaisha. Ndio kukatokea utawala wa kiongozi wa Mali ambaye anatajwa kama moja ya matajiri wakubwa kuwahi kutokea barani Afrika na duniani. Mansa Kanka Musa. Ni tajiri wa kwanza wa dunia, sio huyo? Wanasema ni wa kwanza wa dunia, lakini sasa hizo rates za utajiri tuziache, ila alikuwa ni mtu mwenye utajiri mkubwa, na si yeye bali utawala wake mzima. Ilisimuliwa kwamba wakati alipofanya hija yake ya kwanza kutoka Mali mpaka Saudia pale Maka, njia yote aliyoipita hakuna mtu alibakia kuwa maskini. Aliwagawia zaka kila mtu aliyemkuta njiani. Wapa furushi mwalimu. Sasa unatamani ungekuwepo zama hizo. Ungekuwa ushakufa.
Kitambo tu. Ni muda mrefu sana. Sijui umeelewa lakini Nakuelewa mwalimu. Kwa hivyo utaona kwamba Afrika haikuingiliwa na Waarabu wanaoitwa Waislamu kwa vikao vya mipango ya kutawala. Waliingia Waarabu wanaoitwa Waislamu kwa malengo ya kutafuta maisha. Miongoni mwao wako waliokuwa wema na baadhi yao walikuwa waovu. Kama ilivyo kawaida, jamii haiwezi kuwa na wema wote. Binadamu hatuwezi wote tukawa wema. Lakini ule uovu waliouleta, kama kuna uovu, ulipigwa vita na Uislamu. Kwa hivyo sisi kipimo chetu ni Uislamu. Kipimo chetu ni Uislamu. Kwamba kuna mambo labda waliyafanya mabaya ambayo Uislamu uliyakataza. Yalikemewa. Baadhi yao waliokuja huku walikuwa wabaguzi wa rangi. Wabagua Afrika kwa rangi. Na swala hilo la ubaguzi wa rangi limekatazwa. Ziko aya ndani ya Qur'ani, inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum. Safi kabisa. Na hapo ndipo tuwaeleza wazi kuwa sisi tuna kitu cha kujifunza kwenye Uislamu, kwamba ili uone kwamba Uislamu ulipinga hayo mambo, kama kuna mambo yaliyoleta mabaya, ni mfano wa hoja ya ubaguzi. Hoja ya ubaguzi, zamani walikuwa Waarabu kabla ya Mtume kutangaza Uislamu wakiwaona Waafrika kama sehemu ya vyombo vya kutumia kama watumwa. Sababu uelewe kwamba biashara utumwa haijaanza jana wala juzi, ilikuwepo hata kabla ya kuzaliwa bwana Mtume Muhammad. Na Mtume alikuta wale Waarabu wakiwa na watumwa, baadhi yao ni watumwa wa Kiarabu, wengine watumwa wa Kiswahili wa Afrika. Zaid ibn Harith kama sikosei, alikuwa nyumbani kwa Mtume Muhammad. Alikuwa na bibi Hadija. Ni mtumwa na ni Mwarabu. Kuna wengine Mtume aliokuta nyumbani kwao pale, kwenye familia yao, kwenye ukoo wao, watumwa. Lakini huyu alileta mabadiliko makubwa. Huyu aliyeleta mabadiliko makubwa bwana Mtume Muhammad ndiye aliyekuja akasababisha watu waliokuwa na watumwa majumbani kuwatoa watumwa, ingawaje wanapenda kuwa nao. Kwa zile aya zilizoko ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema uchamungu wa mwanadamu, moja ya njia za kuupandisha ni kuachia utumwa. Aya mashuhuri, falaqtahamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku rakaba. Mtu yeyote anataka kuwa mcha Mungu, basi akubali kupita njia nzito. Kwa nini kitu njia nzito? Sababu si kitu walichokuwa kitamani kitokee, kikaitwa kitu kizito. Lakini wakikubali kiimani, akauliza, je, mnajua ni njia gani hiyo? Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe akajibu, fakku rakaba, kuachia watumwa. Sasa hiyo itoamu ni hoja nyingine na haiwezi kuingia hapa. Kwa hivyo waache watumwa. Hapo ndio wakaachiwa kina Bilali, akaachiwa watu weusi kibao. Baada ya kuachwa watumwa wale, kukaja mjadala mwingine wa kuoleana. Watumwa weusi hataki, Waarabu hataki kuolewa watoto wao na watu weusi. Nimeeleza hili darasa kipindi fulani, anataka ataenda kuangalia kwenye channel yenu ile. Hata kwenye channel yangu ipo. Wakati tulikuwa tukiongelea kuhusiana na habari za kina Chionda kama sikosei, nimeeleza hizo habari. Kwa hivyo walikataa kuoleana na Waswahili kwa sababu ya thamani ya rangi. Ila Mtume akaeleza ucha Mungu ndio daraja kubwa, ndio thamani ya mtu, sio rangi, sio kabila, sio lugha. Mtume kaja kuweka sawa mama. Qur'ani ikaja ikaweka sheria nyingine kwamba mtu akifanya makosa ili asamehewe aachie mtumwa. Yaani maana yake ili kusudi usamehewe wakati mwingine madhambi au usuluhu baina ya mtu na mtu, basi kuwe katikati yake na kuachia watumwa. Kusudi nini?
kila palipokuwa na uwezekano wa kutengeneza njia ya kuachia watumwa ilitengenezwa ili watumwa tu waachiwe. Mfano, wama kana, sura ya 4 aya 92, sura An-Nisa, wama kana limu'minin ayaktula mu'minan illa khata'a, haikuwa muumini kumuua muumini mwenzake isipokuwa ni mistake. Waman katala mu'minan khata'a fatahariru rakabatin mu'minatin, atakayemuua muumini mmoja kwa kosa, basi atalipa fidia ya kumwachia muumini mwingine aliye utumwani awe huru. Za kuua ili asamehewe, basi afanye kazi ya kumwachia mtumwa. Kama huna, basi kama kuna mtu anaye, mwambie bwana, natoa fidia, mwachie huyu mtumwa ili mimi nisamehewe. Kama utamnunua, umnunue alafu mwachie awe huru. Sikia mwalimu, na kuelewa. Hakuna dini yoyote humu duniani yenye sheria namna hiyo. Hata kwenye Biblia mwalimu. Tutakuja, tutaona. Ila nasema hakuna dini yoyote humu duniani yenye sheria namna hiyo isipokuwa ni Uislamu tu. Kwa hivyo mtu akisema labda Uislamu ulileta ukoloni, ulileta utumwa, anadanganya watu. Labda wengine kwa sababu Waarabu walikuja Afrika, lakini pia wanasema wao ndio walioleta dini ya Uislamu Afrika Mashariki. Labda ndio nafikiri yani kwa sababu walileta dini ya Uislamu alafu kuna daiwa kwamba walichukua watumwa, kwa hivyo wanadhani kwamba, si ndio kusudi lako hilo maana swali lako lilikuwa halijakamilika. Ni kwamba wanadhani kwa vile Uislamu uliletwa na Waarabu, alafu Waarabu hao wanadaiwa kwamba walifanya biashara ya utumwa barani Afrika, kwa hivyo wanadhani kwamba Uislamu ndio unaofundisha utumwa, si ndio? Na hilo ndio kosa kubwa. Hilo ndio kosa kubwa ambalo watu wengi wanalifanya kwa kutokuelewa au kwa kuelewa, lakini kwa kiburi tu cha kutaka kutengeneza mazingira Uislamu uonekane sio dini ya Mungu au uonekane haufai. Kuna biashara aina kuu 3 barani Afrika za utumwa zilifanyika. Biashara ya magharibi mwa Afrika inaitwa Triangle Slave Trade. Biashara ya kaskazini Abyssinia Slave Trade na East Africa Slave Trade. Sasa hii Abyssinia na East Africa Slave Trade kwa ujumla watu wa Ulaya wamerekodi kwamba ni Islamic Slave Trade. ya Afrika Mashariki na Kati. Abyssinia yani kaskazini mwa Afrika, nchi ya Ethiopia, hii kulifanyika utumwa hapa. Mlango mkuu kawa ni Ethiopia, Eritrea kuingia nchi za Kiarabu, na ukanda wa Afrika Mashariki kulifanyika biashara. Hizi biashara mbili hizi zilimewekwa kwenye kapu moja, zinaitwa ni East Africa Islamic Slave Trade. Kwa maana zinanasibishwa kwamba ni biashara za utumwa za Waislamu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Vitabu vingi ukisoma unakuta hizo habari. Lakini kitu cha ajabu hapo biashara iliyofanyika kubwa kabisa Afrika Magharibi haikuitwa West Africa Christianity Slave Trade. Haikuitwa hivyo. Ingawa kwa mara ya kwanza watumwa 8, tusikilizana vizuri hapo Kwa mara ya kwanza watumwa 8 walitoka katika nchi ya Ghana. Umenielewa? Watumwa 8 wanatoka katika nchi ya Ghana. Huu ni biashara ya utumwa ya Afrika hii ya mwishoni. Watumwa wa kwanza kukamatwa walikamatwa Afrika Magharibi. Sababu hapa kuna kitu kimoja lazima uelewe. Kuna biashara ya muda mrefu ya Afrika na nchi za Ulaya na Uarabuni ya utumwa ilikuwepo. Ilikuwa inakwenda lakini kwa taratibu. Haikuwa ni biashara kubwa sana. Ilikuwa iko slow. Sasa kuna biashara ilikuja kufanyika, sasa hiyo sio biashara slow.
ilikuwa ni biashara kubwa iliyohitaji marekebu, vyombo vya baharini vikubwa kubeba watu maelfu, kwa sababu inaelezwa kuna meli ya Kifaransa ilibeba hapa Tanzania hapa kwenye bahari ya Hindi siku moja watumwa 14,000. Siku moja per day watumwa 14,000. Maana yake hapo ni kama vijiji 5 mpaka 7 vimekusanywa, vyote vimeondoka. Kwenye makoloni ya Ufaransa, kwenye visiwa, maeneo yake anatawala kule kwenye mashamba. Sasa kabla hii biashara haijashamiri huku, watu wa Ghana walikuwa watumwa 8. Muda wako unatosha? Ushaisha tuishie hapo. Nice, tuishie hapo. Kwa watazamaji wetu nafikiri watafuatilia muendelezo. Au unasemaje bwana? Sawa. Na wafuatiliaji wetu na watazamaji wetu wa Ustadh Shafii Online TV, tulikuwa na mwalimu wetu, Sheikh wetu Sheikh Kimweli, tukielezea kuhusiana na utumwa wa Afrika, na kipindi kijacho tutaendelea. Alipoishia tutaendelea. Sheikh Kimweli, kwa faida ya watazamaji wetu wa Ustadh Shafii Online TV, neno lako la mwisho, na pia unaweza ukataja namba zako kwa wanaokuhitaji. Tutaweka kwenye video pia, ukitaja itakuwa vizuri zaidi. Namba za simu ni 0624 Halotel 051729 0624 051729 ama 0676 051729. Zinafanana. Hii ni Tigo, hii ni Halotel. Basi mwalimu, wakumbushe wafuatilie pia channel yetu ya Kim. Unaandika Kim kwa maana KI ziwe kubwa M, alafu unaandika 19, kisha unaandika News NE kwa maana AWS. Utawaonyesha kwa maandishi pale, ili pia kuna vipindi vingine ukivitaka utavipata inshallah. Naam, wale watazamaji wetu wa Ustadh Shafii Online TV, kwa ambao wanamhitaji Sheikh Kimweli, ukiondoa au ukiachana na Ustadh Shafii Online TV, pia unaweza ukamfuatilia kwenye akaunti yake. Maana kuna muda yupo Dar es Salaam tunafanya naye vipindi, kuna muda ambao hayupo, basi yeye mwenyewe yupo katika sehemu ambao alipo anaendeleza vipindi vyake kupitia akaunti yake. Kwa faida ya watazamaji wetu, unaweza ukairudia tena wakakutafuta. Na ukienda kule basi subscribe pale, alafu bonyeza alama ya nini pale, ili akituma tu video upate notification kama leo Mwalimu Kimweli ameingiza new video. Nenda kwenye akaunti yake, anairudia tena, mtaenda kusubscribe pale na kuklik alama ya kikengele ili upate notification. Asante, mimi nashukuru tumefanya kipindi. Nadhani ni muda wako ndio ulioisha, sio mimi. Ndio mwalimu, muda wa magharibi unakaribia. Inshallah. Basi inshallah. Basi nashukuru sana. Asante sana. Shukrani.